Yani faida ambayo wanaweza wakawa nayo ni kwamba wamecheza michezo miwili ya kirafiki ambayo imefanyika hivi karibuni, na ilikuwa ni michezo ya hadhi ile tunaita hadhi ya kimataifa. Wamecheza na Al Hilal, moja ya timu ambazo huwa zinashiriki kwenye michuano, na kwa bahati nzuri mwalimu alipata nafasi ya kujaribu wachezaji wote 23 ambao walikuwa wamesalia kwenye kikosi cha Simba, ukiachana wale ambao walienda kwenye kikosi cha timu ya taifa. Na kwa bahati nzuri nilipata lineup ya vikosi kwenye hizo mechi zote mbili. Mwalimu alijaribu kila wachezaji ambao walibakia, yani mpaka wale wachezaji vijana ambao wapo kwenye kikosi cha Simba, wale watatu ambao wamepandishwa kwenye kikosi cha Simba na Fadlu kwenye msimu huu, wote walijaribishwa na kuonekana nini ambacho wanaweza wakamuofa mwalimu. Na ndio maana sijashangaa leo kwenye squad ya Simba wachezaji 22 Alassane Kante amebaki, Semfuko amebaki, nimeona Wesu amebaki, na hao wachezaji watatu ambao walikuwa wamepandishwa kina Alexander wamebakia kwenye kikosi cha Simba. Ukiondoa wale ambao wapo majeruhi ama wanapambana kurejea kwenye ubora wao, akina Bajabil, hao ukiwaondoa, wengine wote waliosalia mwalimu amesafiri nao. Ina maana mwalimu amepata wale wachezaji ambao anaamini kwamba hawa nikiwapanga wana uwezo wa kuleta ama kudeliver kile ambacho mimi ninakiamini kwenye kikosi chao kwenye hii michezo yote miwili ambayo mwalimu ameicheza. Ningekuwa kidogo nimemuona mwalimu namna ambavyo anapenda kuwatumia wachezaji, ningepredict kikosi ambacho yeye anaamini anaamini ambacho angeanza nacho, kwa vile ambavyo ningekuwa nimemuona mwalimu anapenda wachezaji wake wawe. Lakini sijabahatika kumuona akiwa na wachezaji, kwa maana ya zile mechi ambazo mwalimu ameshakwisha kuzicheza. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba tayari amepata squad kwa sababu ya hizo mechi za kirafiki ambazo amezicheza. Kwa hiyo kesho tarehe 19 ni yeye sasa kwenda kuamua mchezaji gani ambaye alimuona bora anaweza akacheza, na vile ambavyo amewaona wapinzani wake huwa wanacheza. Sasa kwa namna ambavyo ameona wachezaji wake na namna ambavyo amemuona mpinzani wake, yeye ndiye atajua sasa kwamba na uwezo wa kuanza kwa beki ya kati na Shamo pamoja na Rashin, ama naweza nikamweka bwana mdogo Nangu akacheza pacha na mmoja wapo kwenye hao mabeki. Naweza nikaanza na bwana mdogo Nabi, ama nikaanza na Mligo kwenye eneo la backline ya kushoto. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mwalimu ameviona, naamini tunaweza tukaviona vipya kama ambavyo Falls alikuja kwenye kikosi cha Yanga na akaanza na upya ambao watu hawakutarajia kwamba anaweza kabomoa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa nipendwa na kuanza kwenye kikosi, akaanza na wapya. Ama tunaweza tukamuona mwalimu akaanza na wachezaji wale ambao wameanza kwenye michezo hivi karibuni ambayo Matola alikuwa anaongoza kikosi, alafu yeye akaanza kupachika mchezaji mmoja ambaye kwake amemuona amefanya kitu bora mazoezini na cha ziada ambacho kinaenda kumpa kitu kikubwa. Kwa hiyo kwangu mimi ninaamini kikosi cha mwalimu kitatokana na namna ambavyo ameona wapinzani wake na namna ambavyo amewaona wachezaji wake kwenye michezo miwili ya kirafiki ambayo Simba alicheza, kwa sababu tayari mwalimu ameona wachezaji wake wote isipokuwa wachezaji wale ambao walikuwa kwenye kikosi cha timu ya taifa.